ni matukio ya wiki, langu jina ni Betha Biabato. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan amezungumzia kupanda kwa bei ya mafuta baada ya vita inayoendelea huko Iran. Dhidi ya misukosuko ya kimataifa na nishati ikiwemo mabadiliko ya bei, kama tunavyoona misukosuko iliyotokea hapa karibuni wiki iliyopita na tunayoendelea nayo tayari imeshapandisha bei ya mafuta kwa 13% mpaka jana. Sasa hatujui leo na siku zinazokwenda, lakini tumuombe Mungu watu wale wakae juu ya meza, wazungumze, wakubaliane na hii misukosuko iishe. Shirika la ndege la Tanzania limetangaza mpango wa kuwarejesha nyumbani raia wake walioathiriwa na hatua kusitishwa kwa safari za ndege kufuatia mgogoro uliozuka eneo la Mashariki ya Kati baada ya Marekani na Israeli kuishambulia Iran na kumuua kiongozi wao. Miezi 6 baada ya maandamano yaliyoongozwa na vijana kumng'oa madarakani waziri mkuu wa Nepal, wananchi wa mji wa Kathmandu wamekuwa wakipiga kura katika uchaguzi muhimu kwa mustakabali wa nchi hiyo. Serikali ya Umoja wa Falme za Kiarabu imefanya uamuzi wa kuimarisha ulinzi wa kijeshi katika anga lake ili kuhakikisha usalama wa ndege za kiraia na kibiashara zinazoingia na kutoka. Hatua hii inakuja wakati kukiwa na hofu ya usalama kutokana na mashambulizi ya makombora na ndege zisizo na rubani yanayotokana na mzozo kati ya Iran, Israeli na Marekani. Mwamuzi aliyechezesha mechi ya Young Africans dhidi ya Simba Sports Club amepewa adhabu na shirikisho la mpira wa miguu TFF kutochezesha mechi kwa miezi 6.